السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلوب محلا لنظره ومستقرا لتقواه، فمن استقامت استنارت ومن قست أظلمت وهوت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقلب القلوب كيف يشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، كان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na mtume wetu Bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa katika juma kwa ajili ya kukumbushana na kutanabahishana mambo yanayohusiana na dini yetu. Leo unwani ya khutba yetu inasema asraru nafsi wa dawauha, siri za nafsi na tiba yake. Ama kwa hakika nafsi ni chombo ambacho kimo ndani ya miili yetu, na ni chombo ambacho shaweza kunyooka kikawa chema, na ni chombo ambacho shaweza kwenda kombo na kikawa ni kibaya. Kinakuwa chema na kikawa kizuri wakati kitakuwa kinatekeleza awamirullah, na kinakuwa kibaya pale wakati kitakapokuwa kinakwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuapa na hii nafsi ndani ya Al-Qur'an Al-Karim. Katika suratu Shamsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya viapo 9 alivyoanza navyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii, basi kiapo cha 10 ikawa ni nafsi. Baada alipoanza Mwenyezi Mungu wa shamsi wa duhaha mpaka kufika kiapo cha 10 ikawa ni nafsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wa nafsin wa ma sawaha, na naapa na nafsi na naapa na yule aliyeiweka sawa na kuiumba hii nafsi, ambaye ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafsin, Mwenyezi Mungu ameapa na nafsi, kisha akaapa na yule aliyeiumba na kuiweka sawa, ambaye ni yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mwenyezi Mungu baada ya kuapa na nafsi akasema fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baada ya yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuiweka sawa hii nafsi, asema fa alhamaha, akaifahamisha, akaipa ilhamu. Ilhamu gani? Ilhamu ya uovu wake.
faalhamaha fujuraha, Mwenyezi Mungu akaipa ilhamu nafsi ama akaifahamisha nafsi uovu wake. Leo katika wanadamu yako makosa ambayo hayajui kweli, akalifanya kosa kwa kutojua, lakini makosa mengi wanadamu tayafanya tukiwa tunafahamu kwamba haya ni makosa, twafahamu kwamba haya ni makosa, lakini tayafanya. Ndio Mwenyezi Mungu anasema faalhamaha fujuraha, hii nafsi Mwenyezi Mungu alipoiumba na kuiweka sawa, aliifahamisha na kuijulisha uovu wake, watakwaha, na uchamungu wake. Hivi bila shaka hakuna mtu ambaye atakuja msikitini kuswali alafu ajue kwamba mimi nimefanya makosa, atafunga alafu aseme mimi nimefanya makosa. Yuko kweli mtu wa namna hiyo? Ovu nafsi itakuwa inalijua, na zuri nafsi itakuwa inalijua, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifahamisha ile nafsi uzuri wake na uovu wake. Kwa hiyo mwanadamu anajua hili nalifanya lakini ni la makosa, na anajua hili nalifanya lakini hili ni zuri. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kad aflaha man zakaha, hakika amenali saada na kufaulu yule ambaye ataitakasa nafsi yake, kwa sababu inajua nafsi hili ni ovu. Sasa ikaachana na lile ovu, ikashikamana na lile zuri ambalo pia vile vile inalijua kwamba hili ni zuri. Sasa ikaachana na lile ovu, ikashikamana na lile zuri, basi nafsi hiyo itakuwa ni yenye kufaulu, kwa sababu itakuwa imejitakasa, ama yule mtu atakuwa ameitakasa nafsi yake. Kad aflaha man zakaha. Kisha Mwenyezi Mungu akasema wakad khaba man dasaha, na hakika amepotoka, amepata hasara yule mwenye kuitokomeza nafsi yake. Ataitokomeza vipi mtu nafsi yake? Mtu ataitokomeza nafsi yake kwa sababu atakuwa anajua kwamba hili ni kosa, hili ni jambo halifai, lakini yeye akalifanya. Sasa hapo atakuwa anaitokomeza nafsi yake, kwa sababu anajua hili ni ovu, lakini analifanya hivyo hivyo. Sasa hali hiyo ndio pale sasa atakuwa anaitokomeza na nafsi yake, na mwenye kuitokomeza nafsi yake huyo atakuwa amepata hasara, hana faida anayopata. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoieleza nafsi kwamba ni kitu ambacho kina thamani, ni kitu kilicho na thamani katika mwili wa mwanadamu, lakini hii nafsi khaddaa, ina uhadhaifu mkubwa sana. Nafsi ina uhadhaifu mkubwa, yani ina hadaa, yaweza kukufanya wewe ukahadaika na jambo japokuwa ni ovu, lakini ikakuhadaa kwa lile jambo mpaka ukaliona ni zuri, ikakupambia lile jambo mpaka ukaliona lile jambo lafaa, ni zuri ama halina matatizo, ukalifanya. Kisha makara, nafsi vile vile ina vitimbi vya hali ya juu sana, itakufanyia vitimbi katika jambo mpaka uweze kuingia na kulifanya. Hii ndio hali ya nafsi. Ni khaddaa, ni yenye kuhadaa, kisha makara, ni yenye vitimbi. Asema in lam takaharaha kaharatka, ikiwa nafsi hutoitenda nguvu, hutoifanyia nguvu, hutoilazimisha katika mambo, basi nafsi hiyo hiyo itakutenza nguvu katika mambo fulani, ama itakulazimisha katika mambo fulani. Ikiwa wewe hutoilazimisha, basi nafsi itakulazimisha hiyo. Sasa pale utakapoona kwamba nafsi inakulazimisha na jambo,
na ukiliangalia jambo lile si zuri, ni jambo ambalo ni ovu. Sasa yafaa wewe na wewe uilazimishe kuacha lile jambo, kwa sababu inakulazimisha kufanya ovu. Sasa na wewe uilazimishe kuachana na lile ovu, uipeleke katika mazuri. Lakini usipoilazimisha kukataa lile inalotaka, basi lazima nafsi nayo itakulazimisha wewe kufanya lile inalotaka. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. In lam takaharaha kaharatka, usipoilazimisha kuacha jambo inalotaka, basi itakulazimisha kufanya jambo inalotaka. Wa in lam tadhbaha bisikini taqwa, ikiwa hutoichinja ile nafsi, hutoikata kwa kisu cha uchamungu, basi dhabahatka bisammi shahawat, nafsi itakutia sumu, itakupa sumu kwa yale matamanio, itakuchinja wewe kwa kisu cha matamanio. Lazima utaingia katika matamanio. Ikiwa hutoichinja nafsi yako kwa kisu cha uchamungu, basi nafsi itakuchinja kwa sumu ya matamanio. Wewe utakuwa saa zote ni mtu wa matamanio tu, wewe na matamanio tu, na mengi yatakuwa sio mazuri, bali yatakuwa ni matamanio maovu. Sasa wakati nafsi imekuletea matamanio ambayo ni maovu, inataka kukuchinja kwa matamanio yake maovu, basi na wewe kimbilia uichinje kwa sumu, uweze kukoma. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wa sallama alikuwa akiwalingania masahaba zake akisema, inna shaitana yajri min ibni adama majra dami, hakika shaitani anapita katika mwili wa mwanadamu, anazunguka kama namna damu inavyozunguka katika mwili wake. Mwenyezi Mungu amempa shaitani nguvu kubwa sana na uwezo wa hali ya juu. Anaweza ingia katika mwili wa mwanadamu na akatembea ndani ya mwili wa mwanadamu kama vile damu inavyotembea katika mwili. Ana uwezo huo. Na anaingia vipi shaitani katika mwili wa mwanadamu? Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia, shaitani anaingia katika mwili wa mwanadamu wakati anaenda nyayo, ama wakati anapiga nyayo. Wakati mwanadamu anapopiga nyayo ama anapoenda nyayo, basi pale shaitani anapata nafasi ya kuingia katika mwili wa mwanadamu. Sasa twafanya nini ama tufanyeje ili huyu shaitani asiingie katika miili yetu? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatufundisha vile vile kwamba mtu anapoenda nyayo, basi aweke mkono wake kwenye mdomo wake. Akiweka mkono kwenye mdomo, basi anamzuia shaitani asiingie katika mwili wake. Lakini utakuta mtu anapanua mdomo, fikiri labda ataka kumeza mtu, hata hakuna kufunga mdomo wala nini. Sasa wakati ule wewe umempa nafasi shaitani, anaingia katika mwili wako na kuzunguka na kutembea namna anavyotaka, na makao yake, kwenye makao yake anayokaa shaitani anapoingia katika mwili, atazunguka katika mwili, lakini makao yake ni katika nafsi. Hapo ndio kulipo na makao yake. Atakaa hapo, huko kwingine atazunguka tu. Sasa utakuwa wewe mwenyewe ndio umempa nafasi, lakini kumzuilia wewe, weka mkono wako wakati unapopiga nayo ama wakati unapoenda nayo, unamzuilia shaitani asiingie katika mwili. Na pia Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akiomba dua asubuhi na jioni akisema, Allahumma alima alghaibi wa shahada, ewe mjuzi wa mambo ya ghaib na yenye kushuhudiwa,
a'udhu bika min sharri nafsi, ninajilinda kutokamana na shari ya nafsi yangu, wa min sharri shaitani wa shirki, na najilinda kwako kutokamana na shari ya sheitani na washirika wake. Hii ni dua Mtume sallallahu alaihi wa sallama alikuwa akiomba asubuhi na jioni, akijilinda na shari ya nafsi yake na shari ya sheitani, ili apate kusalimika, kwa sababu ni ngumu sana mtu kuweza kuepukana na shari ya nafsi. Nafsi yenyewe ina shari yake. Sasa ikiongezeka na shari ya sheitani, basi huwa hiyo shari huwa ni kubwa sana, mwanadamu kuweza kuiepuka kirahisi rahisi huwa ni ngumu sana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallama alikuwa akijilinda yeye na shari ya nafsi yake na akijilinda na shari ya sheitani na washirika wake kila siku asubuhi na jioni. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain walikuwa wakichunga sana nafsi zao zisije zikawapotosha. Masahaba walikuwa wakichunga sana nafsi zao zisije zikawapotosha. Tumwangalie Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahaba ambaye alisifiwa sana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallama, akasema lau wuzina imanu Abi Bakrin, lau imani ya Abu Bakar ingewekwa katika upande mmoja wa mizani, biimani jamii umma, na ikawekwa upande wa pili imani za umma wote, watu wote imani zao zikawekwa upande wa pili, na imani ya Sayyidina Abu Bakar peke yake ikawekwa upande wa pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la rajaha imanu Abi Bakrin, imani ya Abu Bakar ingelizidi imani za watu wote. Hii ni imani ya hali ya juu sana aliyokuwa nayo Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lakini pamoja na hivyo alikuwa akiichunga sana nafsi yake na alikuwa akiogopa sana nafsi yake isije ikamtokomeza. Alikuwa Sayyidina Abu Bakar akishika ulimi wake huku akilia akisema, hadha alladhi awradani almawarid, huu ulimi ndio ambao umenitokomeza, huu ulimi ndio ambao umeniangamiza. Ameushika ulimi wake akiwa analia na akisema maneno kama haya, anaogopea nafsi yake isije ikamtokomeza. Tumwangalie na Sayyidina Umar ambaye vile vile na yeye sifa yake, kana shaitanu yafirru minhu, alikuwa shaitani akimkimbia. Zamani shaitani alikuwa akionekana, basi ilikuwa shaitani anaposhika njia akaona mbele yake kuna Sayyidina Umar naye ameshika njia hiyo hiyo yaja, shaitani anakimbia, anamwepuka. Fikiria daraja kama hiyo, shetani mwenyewe akawa anakuogopa. Sio kama anakuogopa kwa sababu ameshakutia kwenye boksi lake, hana wasiwasi tena na wewe wafanya madhambi makubwa zaidi kumshinda wewe. Amuogopa kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ameshikamana na taa ya kisawasawa, hakuwa akitaka mchezo. Hata kuna siku aliwahi kupambana naye na akampiga. Sasa shetani alikuwa anamuogopa Sayyidina Umar, lakini pamoja na hivyo Sayyidina Umar radhiyallahu anhu alikuwa akichelewa nafsi yake na alikuwa akisema, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla haijafika siku mtakayohesabiwa, ama zipimeni nafsi zenu kabla haijafika siku ambayo mutapimwa, nafsi zenu zitapimwa na kuchunguzwa. Kwa hivyo zichunguzeni na muzipime mapema. Watazayanu lilardi alakbar, na muzipambe nafsi zenu kwa ajili ya siku ya Kiyama. Hawa ni baadhi ya masahaba ambao walikuwa na hofu ya nafsi zao. Vipi mimi na wewe tusiwe na hofu ya nafsi zetu? Ama pengine labda nafsi zetu zatupeleka kwa njia ambayo ni nzuri, hatuna matatizo.
Vipi tusiwe na hofu ya nafsi zetu? Katika siri za nafsi, annaha tuhibbu almadaha, nafsi inapenda sifa. Nafsi inapenda sifa, hata kama itafanya ovu. Ukiikashifu kwa sababu imefanya ovu, pia huwa nafsi inakasirika. Mtukane mtu kwa sababu amefanya maovu, kama atakwambia hapa amefanya vizuri mashallah, na kama utamtukana basi pia uwe macho, uwe mbali na yeye, maana huenda kofi likaja mwilini sasa hivi. Lakini amefanya nini? Ovu, lakini bado anataka asifiwe kwa lile alilofanya japo ni ovu, kwa sababu hiyo ndio hali ya nafsi, inapenda sifa. Kisha watana anil uyub, nafsi haioni aibu. Hata itafanya jambo la aibu, bado inataka tu kusifiwa. Lile jambo alilofanya ni la aibu, ni la kukashifiwa, lakini bado hataki kukashifiwa, kwa sababu hiyo ndio hali ya nafsi ilivyo. Kwa ajili hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, fala tuzakku anfusakum, msizitakase nafsi zenu, msizione nafsi zenu kwamba zimetakasika. Hata kama mwafanya mazuri, hata kama mwafanya mazuri, fanyeni mazuri, lakini msizitakase nafsi zenu, kwa sababu ni ibada ngapi ambazo twazifanya ni ibada za kheri, lakini nafsi inaingiza riaa katika ibada kama ile, kisha ibada ile inakuwa haina maana. Kweli nzuri tumelifanya, lakini nafsi imeingiza riaa katika lile jambo zuri, likakosa malipo, likakosa thamani. Na ni maasia mangapi ambayo twayafanya, lakini nafsi inatuelekeza kwamba lile tunalolifanya ama yale maasia ni mambo madogo tu. Hili ni jambo dogo tu, halina tatizo hili. Yote inakuja kutoka wapi? Nafsi inajua kwamba hili ni ovu, jambo la haramu, lakini nafsi inakupambia lile jambo na kukufanya ulione kwamba hili jambo halina madhara, ama ikuambie nafsi kwamba lakini kuna dharura wewe kufanya hivi, dharura ya kufanya maasia, kuna dharura ya kufanya maasia, lakini nafsi imekupambia ikakuonyesha kwamba hili jambo halina tatizo, hakuna madhara yoyote, bali wewe kufanya lile jambo una haki ya kulifanya kwa sababu kuna dharura, na utalifanya. Matokeo yake ni wewe mwenye kuangamia. Kwa hivyo hii ndio hali ya nafsi, lazima tuijue na tuweze kujichunga na nafsi. Usiwe mtu wa kutaka kusifiwa kwa sababu yote umefanya jambo zuri. Usikubali kusifiwa kwa sababu umefanya jambo zuri, kwa sababu huenda nafsi ikaingiza riaa katika lile jambo lile nzuri na kheri, lakini likakosa thamani, likawa halina ujira wowote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio Hasan al-Basri akasema rahimahullah, asema ma khafa nifaqa illa mu'minun, hakuna mtu ambaye ataogopa unafiki isipokuwa mtu huyo atakuwa ni mu'min. Wama aminahu illa munafiqun, na hakuna mtu ambaye hatojali unafiki isipokuwa huyo ndiye atakuwa ndiye munafiki mwenyewe. Mu'min ataogopa kulifanya jambo ambalo litamfanya yeye ama litampelekea awe ni munafiki. Ataogopa hili jambo nikilifanya mimi nitakuwa ni munafiki, ataachana nalo, huyo ni mu'min. Lakini yule ambaye hatojali kulifanya jambo ambalo litampelekea kuwa ni mnafiki, sasa huyo ndiye munafiki. Sasa tuangalie ni mangapi tunayoyafanya ambayo yanatupelekea katika unafiki na sisi tuyafanya wala hatujali. Ni mangapi? Ni mengi.
ni mengi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia mwenye kuswali salatu al-isha na salatu al-fajr amefanya nini? Ameepukana na unafiki. Tuswali isha na fajr kwa jamaa msikitini, ndio unafiki huo ndio unafiki, kwa sababu hatujali kuyafanya yale yanayotupelekea katika unafiki. Na ikiwa hutojali wewe lile linalokupeleka katika unafiki, wewe tende nalo tu, basi huo ndio unafiki wenyewe. Lakini ili kujiepushe na unafiki ni kuogopa lile ambalo litakupelekea wewe kuwa munafiki. Ukiliogopa na kuliacha, basi wewe utakuwa ni muumini. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi anayotueleza sifa ama alama za munafiki akatwambia ni ngapi? Kuna hadithi moja anasema ni 3, nyingine inasema ni 4. Akizungumza idha hadatha kadhaba, akizungumza anasema urongo. Hatusema urongo? Nani hapa hajasema urongo? Ainue mkono mtu asema mimi sijasema urongo. Tusema urongo. Wa idha waada akhlafa, na akitoa ahadi hatimizi. Je, tatimiza ahadi tunazoziweka? Taweka ahadi nyingi sana, je twazitimiza? Wa idha utmina khana, na mtu akiaminiwa anafanya khiana. Hatujafanya khiana. Ile ya 4 katika ile hadithi nyingine Mtume asema wa idha khasama fajara, na mtu anapoteta na mtu na mwenzake, basi utakuta utesi wake ni utesi wa uovu kabisa. Yeye ni muovu zaidi katika ile utesi wake. Hayo yote si tuko nayo. Sasa ma khafa munafiqun illa mu'minun. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala alayhi anatania ma khafa munafiqun ma khafa nifaqa illa mu'minun. Haogopi sifa za unafiki mtu akaepukana nazo, isipokuwa mtu huyo atakuwa ni muumini. Wama aminahu illa munafiqun, na hakuna mtu atakayejiaminisha na hizi alama za unafiki akawa hajali yeye, isipokuwa huyo ndiye munafiki mwenyewe. Na nafsi ni mfano wa jabali zito sana ambalo mtu amebeba kwenye kichwa chake akielekea katika njia ya kheri, katika kufanya mambo ya kheri. Anayafanya yale mambo ya kheri, lakini kwenye kichwa chake ana mzigo mzito sana, mfano wa jabali. Sasa ikiwa ataweza kuvumilia mzigo ule, akawa akapenda katika mambo ya kheri, lakini mzigo uko kichwani, basi huyu atakuwa amefaulu, kwa sababu hatoteteleka, bali atabakia katika msimamo wa kisawasawa pamoja na mzigo mzito alionao katika kichwa. Lakini ikiwa mtu atashindwa kuvumilia uzito huu aliobeba kwenye kichwa chake, basi bila shaka atashindwa. Mara nyingine atafanyaje? Atautua mzigo ule, na akishakutua ndio tayari ashaingia katika maasi hapo. Akiutua tule mzigo ama akaweka chini, basi tayari ashaingia katika maasi. Lakini ili asiingie katika maasi na aubakishe mzigo ule kwenye kichwa chake, au atakwenda nao mahala popote anapokwenda, sasa huyo atakuwa ni mtu ambaye amesimama kisawasawa katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama tiba ya nafsi wametueleza vizuri sana al-aimmatul arba'a, na imamu wetu wa 4, kila mmoja ameeleza tiba ya nafsi. Tukianza na al-Imamu Abu Hanifa rahimahullah, yeye alikuwa akisema ma ra'aytu ahadan afdala min rajulin ya'rifu nafsahu bin naqsi, sijapata kuona mtu ambaye anaifahamu nafsi yake kwa mapungufu. Wewe unapoiona nafsi yake daima kama ina mapungufu,
saa zote wewe unaiona nafsi yako ina mapungufu, basi wewe hapo utakuwa umeidunisha nafsi yako, umeidhalilisha nafsi yako, kwa sababu saa zote wewe wajiona kwamba una makosa, ujione kwamba wewe uko sawa. Kila ukikaa, kila unapokwenda, hata ukafanya khairati, lakini waona kwamba pengine ile sala ama ile ibada uliyoifanya haijakamilika, kwa hivyo huenda ukakosa ujira. Lakini mimi na wewe tukiswali, hakuna watu wema kama sisi. Na siku ile tumefunga, basi nimeswali na pia nimefunga, wewe ni mwema kabisa. Sasa kama wewe saa zote utajiona wewe ni mwema, basi unaipa nafsi yako nafasi ya kukupeza baadaye, kwa sababu hata zile ibada utakazozifanya hazitakuwa na ujira, kwa sababu saa zote kile unalolifanya wajitukuza, wajiona wewe ndio bora, wewe ni bora kuliko wengine. Sasa dawa ya mwanzo kabisa aliyosema alimamu Abu Hanifa ni kuiona duni nafsi yako, ni kuiona nafsi yako ina mapungufu kila wakati. Hata ukafanya jambo la kheri, lakini wewe uione nafsi yako kwamba ina mapungufu, lile jambo umelifanya pengine litakosa ujira, uwe na fikra hizo. Imam Malik rahimahullah, yeye alikuwa akitoa tahadhari kutokamana na kujiona wewe bora, na alikuwa akisema ma utiya rajulun ilman wa lam yu'ta mahu taqwa illa kana amaluhu wabalan alayhi. Mtu anapopewa ilmu na akakoseshwa uchamungu, ana ilmu lakini hana uchamungu, basi ilmu yake itakuwa ni khasara. Ilmu si lazima uende darasani ukakae kwa mwalimu usome. Hata hili unalolisikiliza hapa, hii ni elimu mojawapo wewe unachukua. Sasa lile unalolijua na ukakosa kulifanyia kazi, basi ile elimu yako itakuwa haina faida, ina hasara tu kwako, kwa sababu jambo walijua lakini ulifanya. Ili walijua kwamba halifai lakini walifanya. Sasa wewe elimu yako itakuwa na hasara tu. Al-Imam Shafi rahimahullah akasema, idha aradta an tusliha qalbaka au nafsaka, unapotaka kuitengeneza nafsi yako ama kutengeneza moyo wako, fa alaika bil khulwa, jilazimishe kukaa peke yako. Achana na makundi ya watu saa zote. Huenda wale watu wakakupeleka katika maovu, wakakutokomeza, lakini wewe kaa peke yako. Kisha wa qillatul akli, na ujilazimishe vile vile na kula kidogo, sio umekula mpaka kutoka hapo utaki uweze hata kuenuka. Kula chakula kidogo. Wa mujalasati salihin, na kukaa na watu wema. Haya ni mambo ambayo ukiyafanya basi nafsi yako itatembea. Na alimamu Ahmad bin al-Hanbal rahimahullah, yeye alikuwa akisema innama huwa ta'amun duna ta'amin, hakika kutaka kuitengeneza nafsi ni chakula ambacho utakula, chakula ambacho ni duni, chakula ambacho hakina thamani. Sio saa zote kujifakharisha na kuna vyakula. Walibasun duna libasi, na mavazi ambayo sio ya fahari, mavazi ambayo ni duni. Kwa sababu kuna watu vyakula vyao ili ajisikie kisawasawa apate biriani tena ya kuku ama ya bata. Kutoka hapo nafsi yake iko baridi kabisa. Mavazi nayo yale ya fahari kabisa. Akitembea anajua mimi hapa nina karibu 10,000 katika mwili wangu. Vile vitu alivyonavyo ama nguo alizovaa pamoja na viatu mpaka thamani yake ni zaidi ya 10,000. Akitembea hapa hakuna mtu ambaye anamzidi hapa. Wote hao wako chini, watu 1,000, 2,000. Sasa namna hiyo wao unaikuza nafsi yako katika mambo ambayo yatakupelekea wewe uweze kutokomea badala ya kutengekewa. Sasa hizi ndizo akwali za al-aimatul arbaa walivyosema, ikiwa kweli wewe una haja ya kuitengeneza nafsi yako, ukizishika ama ukiyashika haya, basi bila shaka nafsi yako itakuwa ni nafsi ambayo ni nzuri. Tuchunge ndugu zangu Waislamu, kwa sababu nafsi Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba na yeye ndiye anayejua
na alisifu akasema kwamba inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi kawaida yake, tabia yake ni kuamrisha maovu. Ama ile nafsul mutmainna ni bidii ya mtu mwenyewe atakayoifanya aitoe nafsi yake kwenye ammaratun bisu na aiweke katika nafsul mutmainna, lakini kawaida ya nafsi ni ammaratun bisu. Kwa hivyo ukifanya bidii utaitoa nafsi yako kwenye ammaratun bisu na uipeleke kwenye nafsul mutmainna. Kwa hivyo sasa jukumu ni letu, tuzitoe nafsi zetu kwenye ammaratun bisu na tuzipeleke kwenye nafsul mutmainna. Tusizipeleke kwenye nafsul lawama, kwa sababu tutakuwa hatujapata faida. Ikiwa tutazitoa huku tuziingize kwenye nafsul lawama, itakuwa bado hatujapata faida. Tupate faida ya uhakika ni tuzipeleke kwenye nafsul mutmainna, hapo tutakuwa tumesalimika. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuonyesha kwamba nafsi ndio inayokupeleka, si Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wengine watafanya maovu wasema bwana Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye amenipeleka hivi. Si Mwenyezi Mungu. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Mwenyezi Mungu asema jambo lolote jema unapolipata basi hilo latoka kwa Mwenyezi Mungu, jema latoka kwa Mwenyezi Mungu. Wa ma asabaka min sayyi'a fa min nafsika, lakini unapopata na ovu hilo limetokamana na nafsi yako, alitoki kwa Mwenyezi Mungu. Usimsingizie Mwenyezi Mungu, bwana Mwenyezi Mungu hajaniongoza. Wataka kuongoza vipi? Hivi hivi kwamba swala yafaa, hivi hivi kwamba zinaa haifai, mbona wayafanya? Wataka kuongoza vipi? Na Mwenyezi Mungu alipoiumba nafsi fa alhamaha fujuraha wa taqwa, kitu gani tunataka kwa Mwenyezi Mungu? Ni wewe mwenyewe. Sasa kwa hivyo tuzitoe nafsi zetu kwenye nafsul al-ammaratun bisu, tuziingize kwenye nafsul mutmainna, na hii inataka juhudi na bidii. Kwa hivyo tujitahidi tuzitoe nafsi zetu kwenye ammaratun bisu na tuziingize kwenye nafsul mutmainna. Haya machache tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.